Na leo ni siku ya kukutajia manabii wote wazee ambao wanaleta utabishaji ndani ya kanisa, wanaleta utabishaji ndani ya taifa. Kwa leo utamjua mmoja baada ya mwingine. Kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza 13 na ule mstari wa 7 mpaka mstari wa 18. Asa mfalme akamwambia mtu wa Mungu, karibu nyumbani kwangu ujiburudishe, nami nitakupa thawabu. Mtu wa Mungu akamwambia mfalme, ujaponipa nusu ya nyumba yako, sitaingia pamoja nawe, wala sitakula chakula pamoja nawe, wala sitakunywa maji mahali hapa. Maana ndivyo nilivyoagizwa kwa neno la Bwana, kusema usile chakula chochote, wala usinywe maji, wala usirudi kwa njia ile uliyoijia. Mstari wa 11. Asa basi nabii mmoja mzee alikuwa akikaa katika Betheli, na wanawe wakamwendea wakamwambia kila neno alilolitenda yule mtu wa Mungu siku ile katika Betheli, na maneno aliyomwambia mfalme hayo nayo walimwambia baba yao. Baba yao akawaambia, amekwenda wapi kwa njia ipi? Kwa maana wanao walikuwa wameiona njia ile aliyoiendea yule mtu wa Mungu aliyetoka katika Yuda. Akawaambia wanao, nitandikieni punda. Wakamtandikia punda, naye akapanda. Akamfuata mtu wa Mungu, akamkuta ameketi chini ya mwaroni. Akamwambia, je, wewe ndiye yule mtu wa Mungu uliyetoka katika Yuda? Akamwambia, mimi ndiye. Akamwambia, karibu kwangu nyumbani ule chakula. Naye akamwambia, siwezi kurudi pamoja nao, wala kuingia pamoja nao, wala sili chakula, wala sinywi maji pamoja nawe hapa. Kwa maana nimeambiwa kwa neno la Bwana, usile chakula wala usinywe maji huko, wala usirudi kwa njia ile uliyoijia. Akamwambia, mimi nami ni nabii kama wewe, na malaika akaniambia kwa neno la Bwana kusema, mrudishe pamoja nao nyumbani kwako, ale chakula akanywe na maji. Lakini alisema uongo. Sasa mtu wa Mungu na mtumishi wa Bwana wanaoleta shida kubwa katika jamii, wanaoleta shida kubwa sana katika kanisa, wanaoleta shida kubwa sana ndani ya taifa ni manabii wazee. Na ninapozungumza manabii wazee, sina maana ya kigezo cha umri, labda huyu nabii kwa sababu ana miaka 60, ana miaka 70, ana miaka 80, ana miaka 100 na kuendelea, labda ni nabii mzee. Kuna nabii mzee nitakuonyesha hapo baadaye. Na leo nataka nikutajie nabii mzee mmoja baada ya mwingine. Sasa leo nataka nikuonyeshe au manabii wazee ambao ndio chanzo cha matatizo, ndio chanzo cha kila kitu. Lakini kabla sijakutajia hao manabii wote wazee, nataka nikufundishe kwanza ili umfahamu nabii mzee ni nabii wa namna gani. Tumesoma pale kwenye Wafalme wa kwanza sura ya 13 mstari wa 7 na kuendelea. Kuna nabii kijana na kuna nabii mzee. Lakini nabii mzee alimdanganya nabii kijana. Sasa nataka nikuonyeshe nabii mzee ni nani. Nabii mzee ni yule ambaye anatumia neno la Mungu kukufarakanisha na Mungu. Anatumia neno la Mungu kukutengenezea uadui kati yako wewe na Mungu. Nabii mzee ni yule ambaye analeta ufunuo wa uongo ili kuwapotosha na kuwapishanisha wengine na Mungu. Kuwapotosha kabisa na Mungu. Analeta ufunuo kabisa. Na huo ufunuo atakao uleta anaudhibitisha kwa maandiko. Kwa hiyo kama hauna ufahamu, unaweza kusema ni Mungu, lakini kumbe sio Mungu, kwa sababu maandiko yanaua bali neno linauisha. Kwa mfano, anaweza kaleta ufunuo akasema askofu kuwa na mke mmoja au mchungaji kuwa na mke mmoja ni udhaifu, na akakuletea kabisa maandiko. Hapo watumishi kabisa, hapo maaskofu kabisa ambao unakuta wana ufunuo kabisa huo, anakuambia bwana, askofu au mtumishi au mchungaji kuwa na mke mmoja ni udhaifu mkubwa sana, na anakutolea mifano kwenye Biblia, anakutolea mifano kabisa kwenye ya maandiko, anadhibitisha ule ufunuo wake kwa maandiko. Kwa mfano, anakuletea mifano ya Heli. Unaona, Heli mtumishi wa Bwana alikuwa na wanawake wawili, Penina na Hana. Kwa hiyo alikuwa ni mtumishi wa Mungu yule, alikuwa ni kuhani wa Bwana, alikuwa ni askofu yule, alikuwa ni mtumishi kabisa wa Mungu, anamtumikia Mungu na Mungu alikuwa anamheshimu sana. Sasa usipokuwa na ufahamu, unaweza kusema kumbe kweli bwana ile alikuwa kumbe neno la Mungu sasa maandiko yanaua bali neno linauisha.
Umeona? Sasa huo ufunuo ni ufunuo ambao anaweza kauleta kwa neno. Huyo ni nabii mzee, lengo kubwa akutoe kwenye channel ya Mungu, akupeleke sehemu nyingine. Akutoe kwenye reli ya Mungu, akupeleke kwenye reli ya shetani 100%. Kwa sababu neno la Mungu inasema hivi kwenye kitabu cha Mathayo 19 na mstari wa 4 na kusomea. Asa akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliumba mtu mume na mke? Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliwaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganisha. Asema hao wawili watakuwa kitu kimoja, sio watatu, sio wanne, watakuwa kitu kimoja. Asa bali wawili hao watakuwa kitu kimoja. Asa wakamwambia, jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya taraka na kumwacha? Akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Kwa ile sheria ya talaka Musa alileta kwa sababu ya ugumu wa mioyo ya watu, lakini anasema toka mwanzo haikuwepo hivi. Kwa hiyo mwanzo, kusudi la Mungu la toka mwanzo sio watu kuachana, sio watu wapeane talaka. Kusudi la Mungu toka mwanzo au wawili wawe kitu kimoja. Kwa hiyo nabii mzee, kwa lugha rahisi naweza kusema nabii mzee ni nabii wa uongo. Kwenye Mathayo 24:24 anasema hivi, asa kwa maana watatoka makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu. Kwa hiyo kutoa ishara kubwa na maajabu sio kigezo kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu na anamtumikia Mungu wa kweli. Lakini nasema Kristo ya uongo, manabii ya uongo, nasema atatoa ishara na miujiza vile vile, wapate kuwapoteza. Kwa hiyo miujiza mingine ipo kwa ajili ya kuwapoteza. Kwa hiyo nabii mzee anatumia miujiza kuwapoteza wengine. Huyu nabii mzee anatumia ishara kuwapoteza wengine, ili kwamba ujue kasa hapa Mungu kimfuata tu umeshapotea tayari. Asa wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Kwa hata wale wateule ambao ni wa Mungu, Mungu amewateua, wanapotezwa. Kwa hiyo unakuta watumishi wengi sana walioitwa, wameitwa na Mungu, walipokutana na manabii wazee tu, lile kusudi la Mungu ndani yao likaribika, maono ya Mungu ndani yao yakaribika. Kwa sababu nabii mzee siku zote kazi yake ni kuvuruga mipango ya Mungu, kuvuruga maono ya Mungu. Ukaanza kazi yako kumtumikia Mungu, kaanza kanisa likaendelea vizuri, akaja akwambia Bwana Mungu ameniambia tuungane pamoja tuifanye hii kazi, na akija hapa anabadilisha mpaka na sauti kabisa, mtumishi wa Bwana, mimi ni mtumishi wa Bwana kabisa, nimeitwa na Mungu, haleluya. Nikikaa hapa nikifanya semina hapa kwenye kanisa lako wiki moja tu, mimi na upako wa watu kunifuata sana. Kwa hiyo nikikaa hapa siku moja 2 3 tu hapa, watu watajaa hapa mpaka viti havitatosha kabisa. Sasa kujiuliza hivi, kama una upako wa watu kukufuata namna hii, kwa nini usiende kijijini uko kaanzisha? Kwa nini usiende mjini uko kalianzisha na wewe ili watu wakufuate? Kwa nini Mungu akwambia uje ungane? Kwa hiyo ukimkubalia tu tayari anshakuvuruga kila kitu, anaharibu kila kitu ulichokuwa nacho, anaharibu maono uliokuwa nayo, anavuruga moja kwa moja kabisa. Kwa hiyo nabii mzee ukimsikiliza lazima tu ukosane na Mungu. Kama ile nabii kijana alivyokaa kumsikiliza tu nabii mzee, na nabii mzee akija akwambia kwamba hajaongea na Mungu, anakuambia Mungu wa majeshi ameniambia kwamba sasa bwana kula unywe, kama alivyomwambia ile nabii kijana, mtu wa Mungu, akamkosanisha mpaka ile nabii akafa. Kwa hiyo nabii mzee kazi yake kubwa ni kuua manabii wanaoinuka, hataki huduma nyingine ziinuke, anaziua, anazikandamiza kabisa. Kwa nini? Kwa sababu kazi ya nabii mzee ni kuua utumishi, kuua maono, kuua agizo ndani. Ndio maana Mungu akikuita usisikilize nabii mzee, fanya kitu ambacho Mungu amekwambia ukifanye, fanya kitu ambacho Mungu amekuagiza ukifanye, bila kumsikiliza nabii yoyote mzee, nabii yoyote atakayokuletea ushauri na vitu vingine. Achana, msikilize Mungu na umfuate Mungu, na hapo utainuliwa sana. Kwa hiyo madhara ya kwanza kumsikiliza nabii mzee, ukimsikiliza nabii mzee lazima ukosane na Mungu, hilo la kwanza. Lakini la pili, ama nabii wanasema nimeonyeshwa, lakini kumbe Mungu hajasema nao. Kwenye kitabu cha Yeremia 14:14 nasema, ndipo Bwana akaniambia hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu mimi. Kwa hiyo manabii wazee wanasema uongo kwa jina la Bwana. Nakwambia Mungu wa majeshi amenionyesha, Mungu wa majeshi amesema na mimi.
kumbe ni muongo. Asema hao ni manabii wa uongo, wanasema uongo kwa jina langu, wanasema uongo kwa neno langu. Kwa jina langu. Asa mimi sikuwatuma wala sikuwaamuru wala sikusema nao. Wanawapeni unabii na maono ya uongo na uaguzi wa neno la ubatili na adaa ya mioyo yao. Umeona? Kwa hiyo manabii au wazee siku zote kazi yao ni kuvuruga, kuhakikisha kwamba kile ambacho Mungu amekusudia kwako wewe kisitokee. Kwa hiyo kama ni mtumishi, usisikilize nabii mwingine, huyo nabii mzee anayekuletea ushauri kwa sababu Mungu ameniambia hiki na hiki. Kwa hiyo ukisikiliza tu hao wanakuvuruga kila kitu. Na lingine nimekuambia kwamba manabii kazi yao ni kuharibu kazi ya Mungu. Wanakuambia kwamba Mungu ameniambia mtumishi wa Bwana niseme, na ukimpa afundishe semina tu siku moja siku mbili, kasha kuvurugia kazi yote kabisa, kaiharibu. Kwa nini? Kwa sababu manabii waongo kazi yao ni kuvuruga. Manabii wazee kazi yao ni kuharibu, na manabii wazee kazi yao ni kuharibu kile ambacho Mungu amekianzisha. Na manabii wanaiga masauti ya watu. Unashangaa anaiga risati na koloma mpaka unamsikia, unaweza kusema ndio huyu ndio mtumishi sasa. Kumbe hamna hata kitu. Akianza kuongea kuomba hapo, "Oh, Bwana Yesu asifiwe." Kumbe hamna hata kitu chochote. "Oh, libarikiwe jina la Bwana." Kumbe hamna hata kitu chochote kile pale. Ni sauti anaiga ili kukutisha, ili kuonekana kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu. Huyu nabii mzee siku zote, hata ndani ya kanisa, hata kama anachunga kanisa, hata kama anafundisha kwa maslahi yake mwenyewe. Na rafiki zake kanisani ni wale tu ambao wana uwezo, au ndio rafiki zake, na au ndio atawaombea mpaka atanena kwa lugha mpaka mate atamkauka. Lakini ukienda wewe ambao huna hata hela, ukienda pale wewe ambao ndio huna chochote, yani kwanza hawezi hata kukuombea, hata kukuangalia kwanza hawezi. Kwanza hata kukutana naye hawezi. Umeona? Anataka wale ambao wana hela, wanaenda pale wanapaki magari, hao ndio rafiki zake sasa. Lakini wewe ambaye huna chochote, wewe huwezi kukutana na wewe nabii mzee. Nabii mzee kwa sababu yupo kwa maslahi yake yeye mwenyewe, kwa sababu ni muongo kupindukia. Na watu wengi acheni kukimbilia kwa manabii au uongo, manabii au wazee. Wanadanganywa, na wengi sana wanadanganywa, wanakuwa nani kumuona nabii 200,000. Hata Yesu mwenyewe kumuona ilikuwa ni bure, free of charge. Ukumuona nabii 2,000, maombi 10,000, 50,000, sijui 1000 ngapi. Na wewe kwa sababu ya nani unatoa kwa nabii mzee? Acha hizo. Nabii mzee ni mwizi, kazi yake ni kuibia, kazi yake ni kuvutia upande wake, kazi yake ni kukunyonya mpaka hakikishe kwamba umeisha moja kwa moja. Na kama mtu ameenda akikutana na huyo nabii mzee, hata kama alikuwa na kafedha amekahifadhi kaada za watoto, atakapeleka tu kwa nabii mzee. Sababu ataambia, hapa bwana, nakwambia mtumishi wa Bwana, hapa nikikuwekea mkono tu matatizo yote yameisha. Kumbe mwizi. Sababu nabii mzee siku zote ni mwizi. Nabii mzee siku zote kazi yake ni kukuibia. Nabii mzee siku zote kazi yake ni kukuangusha. Nabii mzee siku zote kazi yake ni kukuletea shida na matatizo. Umeona? Na kwa sababu ya ile nguvu ya uongo ndani yake, ndio wale manabii unakuta hao wanatembea na waumini wao, wanazini na wake za watu, wanakamatwa, mara wanatutuma kibao. Au ni manabii waongo, wanatabiri, wanatamka maneno, wanatabiri vitu ambavyo hata havipo. Hasa bwana, hapa mwaka huu itatokea 1, 2, 3. Hamna hata moja kinachotokea. Nimeona fulani anakufa. Hata afya anaendelea kula tu ugali.